Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu wanakula karibia kila kitu lakini hawaongezeki uzito kirahisi? Wakati mwingine unakuta mtu anakula wali, ugali, matunda na hata vitafunwa, lakini bado anaonekana mwenye nguvu na afya nzuri. Lakini upande mwingine kuna mtu anakula kawaida kabisa, halafu anaongezeka uzito haraka, anahisi uchovu muda wote, anasinzia mchana, anapata njaa kali kila wakati, tumbo linaanza kuongezeka. Swali ni hili: inawezekana tatizo si chakula unachokula. Inawezekana tatizo ni muda ambao unapata chakula hicho. Watu wengi hujali kula tu, lakini usahau swali muhimu zaidi: nile saa ngapi? Na leo nitakuonyesha ratiba ya chakula ya siku moja ambayo inaweza kusaidia mwili wako kufanya kazi vizuri zaidi. Na mwisho nitakupa makosa makubwa 5 ambayo karibia kila mtu hufanya bila kujua. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi ili wapate kujifunza zaidi kuhusu afya zetu. Kaa mpaka mwisho. Sehemu kwanza tuangalie muda wa asubuhi, saa 12 mpaka saa 1 asubuhi. Mwili wako unapokuwa umelala takriban masaa 6 mpaka 8 huwa haujapata maji. Kwa hiyo unapoamka mwili wako unahitaji kuanza kazi polepole. Hatua ya kwanza: kunywa glasi 1 hadi 2 za maji. Unaweza kutumia maji ya kawaida au maji ya uvuguvugu, lakini pia maji yenye kipande kidogo cha limao. Kunywa maji asubuhi kunaweza kusaidia kuongeza maji mwilini, kusaidia mfumo wa mmeng'enyo na kusaidia mwili kuanza shughuli zake. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Mtu anaamka saa 1 asubuhi, alafu kitu cha kwanza anakunywa soda au chai yenye sukari nyingi sana, au anaanza na mandazi 4. Mwanzoni unaweza kujisikia vizuri, lakini baada ya muda mfupi nguvu zinashuka, njaa inarudi, lakini pia uchovu unaanza mara moja. Muda unaofuata ni kuanzia saa 1 mpaka saa 2 asubuhi. Hapa sasa tunapata kifungua kinywa, yani breakfast. Kifungua kinywa ni kama kuwasha gari kabla ya safari. Ukikosa mafuta, safari inakuwa ngumu zaidi. Lakini watu wengi hufanya hivi: nimechelewa kazini, nitaluka kifungua kinywa, alafu saa 4 njaa kali inaanza. Mtu anaanza kula chipsi, mandazi au soda. Mfano wa kifungua kinywa kizuri ni pamoja na mayai 2 ya kuchemsha, kipande cha mkate wa ngano pamoja na tunda. Chaguo la pili ni uji wa lishe, karanga na ndizi. Chaguo la 3 ni viazi vitamu, yai, parachichi kidogo. Lakini pia unaweza ukatumia na chai isiyo na sukari nyingi, hasa ya mchaichai. Kifungua kinywa kinaweza kusaidia kuongeza nguvu, kusaidia umakini na kupunguza kula kupita kiasi hapo baadaye mchana. Sehemu ya 3, saa 4 mpaka saa 4:30. Snacks ya kwanza, japo sio lazima sana. Baada ya saa chache unaweza kuhisi njaa, lakini hii si njaa ya kula sahani kubwa, ni njaa ndogo sana. Makosa makubwa ambayo watu wengi hufanya, kwani ni snack tu, alafu anakula pakiti 2 za biskuti, soda pamoja na pipi. Badala yake unaweza kutumia tunda, mfano apple, ndizi, parachichi au karanga kiasi kidogo sana. Hii inaweza kusaidia kudhibiti njaa mpaka muda wa chakula kikuu cha mchana. Ndio maana utakuta baadhi ya watu yupo kazini anafanya kazi zake, anakula karanga taratibu, au anatafuna snacks za ndizi kidogo, au kuna tunda la apple anakula, au kuna tunda la parachichi. Hii ni muhimu sana, kwani inaweza kaondoa ile hali ya kushiba kwa haraka. Kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza kuhusu mada za afya, kuna kitabu tumekuandalia kinaitwa Suluhisho la Magonjwa 16 Sugu Yasiyoambukizwa wala Kutibika Kirahisi. Utajifunza kuhusu ugonjwa wa kisukari, pressure, afya ya moyo, lishe na magonjwa yasiyoambukiza. Kitabu hiki kinapatikana kwa shilingi za Tanzania shilingi 5 pekee. Ndani yake utajifunza dalili za awali, namna ya kujikinga, vyakula vya kuzingatia, tabia za kila siku. Kwa maelezo zaidi tupigie kupitia namba 07674438
87. Tuangalie chakula cha mchana, yani chakula kikuu. Huu ndio muda ambao mwili hutumia nguvu nyingi zaidi. Sasa hapo kuna siri ambayo watu wengi hawaijui. Tatizo si kula wali, wala si tatizo si kula ugali. Tatizo ni kiasi unachokula. Mfano wa sahani nzuri ni huu hapa. Nusu sahani inapaswa kuwa na mboga za majani. Robo sahani inaweza kawa na vitu vifuatavyo kimoja wapo kati ya wali, ugali au viazi au wanga mwingine. Robo nyingine inaweza kawa na vitu vifuatavyo. Mfano ni maharage, samaki au nyama, yani protini. Kwa nini uwiano wa sahani ndio ni bora zaidi? Kwa sababu umechukua chakula kutoka katika makundi yote ya chakula. Makosa ni kujaza sahani mpaka chakula kinamwagika pembeni. Baada ya dakika 30 usingizi unaanza, uvivu unaanza, kazi inakuwa ngumu sana. Chakula cha jioni ni saa 10 mpaka saa 11 jioni. Muda huu ndio hatari kwa watu wengi. Njaa inaanza kurudi na akili inaanza kutafuta, niweke chips 2 au nipe soda moja tu au nipate bia 2 baridi. Lakini kumbuka, hiyo moja tu ikirudi kila siku huanza kuwa tabia. Jaribu mtindo usio na sukari nyingi. Mfano, unaweza kutumia tunda, karanga kiasi au maziwa mgando, yani yogurt. Saa 1 mpaka saa 2 usiku. Hapa watu wengi hufanya kosa kubwa sana. Wanakula chakula kingi mno kuliko mchana. Mtu anakula sahani 2 za wali, nyama nyingi, soda, alafu dakika 20 baadaye analala. Mwili usiku hupunguza shughuli zake. Jaribu chakula chepesi, samaki, mboga, maharage na viazi kiasi. Makosa makubwa ambayo watu wengi hufanya. Kosa namba 1, kunuka kifungua kinywa. Kosa namba 2, kutokunywa maji ya kutosha. Kosa namba 3, kula sana usiku. Kosa namba 4, kunywa soda mara nyingi sana. Kosa namba 5, kutokuwa na ratiba maalum ya kula. Kumbuka jambo moja muhimu. Huhitaji chakula cha gharama kubwa ili kuanza kuboresha afya yako. Unaweza kuanza na vitu vidogo: kunywa maji mapema, kula kwa muda unaofaa, kupunguza sukari nyingi na kula kwa kiasi. Mwili hubadilika kutokana na maamuzi madogo ya kila siku. Kama umefika mwisho video hii, niandikie kwenye comment section. Naanza ratiba yangu leo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.